Leo Ijumaa tarehe 20, msikilizaji na mtazamaji, Waislamu wana sikukuu ya Idul Fitri baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini wapo baadhi ambao bado wanaendelea kufunga na Idi wataanza kuisherekea hapo kesho Jumamosi. Vilevile kama ulivyosikia katika matangazo yetu, sikukuu ya Idi inasherekewa wakati mataifa mengi ya ulimwengu wa Kiislamu katika Mashariki ya Kati na kanda ya Ghuba wakiwa katika hali ngumu, wakishuhudia vita vinavyoendelea ndima vya Israel na Marekani dhidi ya Iran, na hali huko bado ni ya wasiwasi. Pamoja na kwamba mataifa ya ulimwengu huo wa Kiislamu kuanzia Saudi Arabia, Dubai, Kuwait, Qatar na kwingineko wameswali Idi, yale mazingira ya kawaida ya sherehe za Idi kwenye mataifa hayo yamebadilika. Hapa barani Ulaya pia Waislamu wameswali Idi. Hotuba nyingi ziligusia swala la hali iliyoko Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na huko Gaza, na mwenzangu Saumu Mwasimba yuko hapa studio, lakini pia tunaye naarifiwa kwenye simu Ustadh Jafar kutoka Nairobi. Naambiwa hajapokea, kwa hiyo tutaendelea kumtafuta, tutakuwa naye tukimpata na tutajadili kwa pamoja hali ya sherehe za Idi zilivyo mwaka huu. Saumu Mwasimba, karibu sana. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Amina anasema takabalallahu minna wa minkum, lakini kule nyumbani tumezoea mina alfaizin. Wengine wanaongezea ukiniona kia ujue si. Haya, ulimwengu unasherekea Saumu Mwasimba. Ulimwengu unasherekea Idi kama ulivyotangulia kusema. Kwa bahati mbaya katika ulimwengu wa Kiislamu ni kwamba Idi safari hii imekuwa kwenye hali ya wasiwasi mkubwa. Tulisikia ripoti ya Zainab Azizi ikielezea mfano Dubai mwaka huu Idi ni katika misikiti kawaida, watu wanaswali mpaka nje kwenye viwanja mbalimbali, lakini safari hii kwa bahati mbaya watu wametakiwa kubakia ndani ya misikiti kwa sababu ya hali ya usalama. Kuwait, matamasha ya nje yamepigwa marufuku kutokana na kujaribu kuidhibiti hali ya usalama inayoendelea kule. Sasa Amina, hapa Ulaya Idi ni kama kawaida, watu swali kwamba hapa Ulaya kwa mtu aliyeko Afrika kwa mfano, unamuelezea vipi hali ilivyo hapa Ulaya? Katika mazingira ya hapa Ulaya, Amina, Idi kawaida ni asubuhi kama kawaida, watu wanakwenda msikitini kuanzia saa 2, wengine saa 1:30. Inategemea na saa 12 ambao wanawahi kwenda kazini. Watu wanaswali na wakimaliza kuswali kila mmoja anakwenda ama kwake. Walio na familia kubwa wanakusanyika na kupata kiamsha kinywa. Watu wanaandaa kama kawaida kama nyumbani, na watu wanaalikana vile vile marafiki wa kutoka makazini, maofisini. Watu wanakusanyika na kusherekea kwa pamoja Eid. Na hali hii ya Ulaya safari hii vile vile kidogo imepooza. Huo ndio ukweli, imepooza kwa sababu hapa ni jamii mchanganyiko, jamii ambazo ni za Waislamu, wanatokea Afrika, wanatokea Mashariki ya Kati. Na kutokana na hali iliyoko Mashariki ya Kati, basi unaona mazingira kama yamepwaya kutokana na huzuni watu ambayo wanajifungamanisha nayo inayoendelea katika mataifa mbalimbali ya Kiislamu. Kwa hiyo katika misikiti hotuba zimetolewa katika misikiti mbalimbali. Mimi naishi katika eneo ambalo kuna sehemu kubwa ya Waarabu. Kwa hiyo ile hali unaanza kuiona tangu madukani, watu wanapofanya manunuzi wanazungumzia hali ya kusikitisha inayoendelea katika Mashariki ya Kati. Kwa hiyo familia zao zipo kule, familia zao wanaona wenzao wanapigwa na mabomu, wanahangaika, hawafurahii kusema kwamba leo ni Idi, basi tule pamoja, tufurahi pamoja wakati wenzao wanapitia dhiki kubwa. Saumu, umesikia katika ripoti hiyo ya Lubega, Uganda kule wameswali, Kenya wameswali, tutapata ripoti hiyo baadaye jioni. Rwanda naarifiwa vile vile, Burundi wameswali, lakini bado kuna wale ambao wataswali Idi yao hapo kesho. Mkanganyiko huo unaweza kuelezea vipi? Mkanganyiko huu kwa kusema kweli, Amina, sio kitu kigeni. Kwa bahati mbaya katika suala la kutofautiana kwenye kufungua na vile vile kufunga mwezi wenyewe mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu inategemea mara nyingi mwezi unaonekana wapi, nani anaamini umeonekana, nani anafuata. Na kwa bahati nzuri katika dini ya Uislamu imewekwa wazi kwamba utakapouona mwezi, utakapomsikia mwenzio jirani yako
maanake ni nchi jirani kwa jirani au miji jirani kwa jirani, mwezi umeonekana mahali fulani, ndani ya Uislamu inakubaliwa kwamba umsikilize mwenzio na kama ni wa kuaminika, na unaingia katika sikukuu ya Eid, tufunge tunapoona mwezi na tufungue tunapoona mwezi. Hasa bila shaka. Lakini sasa kwa bahati mbaya ni kwamba kila mmoja ana namna anavyotaka kufanya yeye. Katika mataifa yetu ya Afrika Mashariki mara nyingi na si Afrika Mashariki peke yake, ulimwengu kwa ujumla wake, hata Afrika Magharibi leo kuna mataifa ambayo yanafunga siku ya mwisho, kwa maana siku ya 30 ya Ramadhani, na kesho ndo watafungua kwa maana ya kuanza Idi mosi. Kwa hiyo ni kitu ambacho naweza kusema hakiwezi kupatiwa ufumbuzi kwa sababu ya mitazamo ya namna ambavyo watu wanaamini ni lini mtu afungue na ni lini mtu aanze kufunga au aendelee kufunga. Amina. Naambiwa Ustadh Jafar yupo katika laini ya simu. Ustadh Jafar, tulikuwa tunazungumzia huu mkanganyiko uliopo leo. Kwanza kabisa Eid Mubarak kwako Ustadh Jafar. Naam, halo Ustadh Jafar, Eid Mubarak kwako kwanza kabla sijakuja kwenye swali langu. Naam, taqabbalallahu minna wa minkum. Tulikuwa tunajadili hapa na mwenzangu Saumu Mwasimba, tunazungumzia huu mkanganyiko ulioko kwamba leo wako watu walio sherekea Idi na wapo pia wengine ambao kesho watasherekea Idi yao. Huu mkanganyiko unaweza ukauelezea vipi? Mbona kusiwe na Idi moja? Tusianze pamoja na kumaliza pamoja kama tunavyojua kwamba tunaambiwa tufunge tunapoona mwezi na tufungue tunapoona mwezi. Huu mkanganyiko unaweza kuelezea vipi? Naam, nashukuru kwa swali hilo lizuri mno. Hapa katika ikhtilafati zilizopo za muandamo wa mwezi wa mfungo na kuandama kwa mwezi kumaliza mfungo, hapa kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hii ya Mtume inasema kila mji una muandamo wake wa mwezi. Kila mji una muandamo wake, kwa maana kila nchi ina muandamo wake wa mwezi. Mwezi ni ule mmoja, lakini Mtume mbona akatuambia kila mji una muandamo wake wa mwezi? Ni kwamba mimi nikiuona mwezi katika nchi, mfano kama Kenya hapa, nimeuona mwezi. Kwa hiyo Jumuiya ya Afrika Mashariki ni wajibu wao nipata mimi Mkenya ambaye nishauona mwezi. Lakini hatuwezi kumwambia ndugu yetu aliyepo Jamhuri ya Burundi au ya Rwanda yeye aufate mwezi wa Kenya. Ndio pale Mtume akasema kila mji una muandamo wake wa mwezi. Naam. Na kwa hiyo unachomaanisha ni kwamba mtu akiuona mwezi Kenya amwarifu mwenzake Tanzania kwa mfano, tunaweza wote tukasherekea Idi kwa pamoja. Naam, tunashirikiana kwa sababu ni jumuiya moja na tani moja. Sawa. Nashukuru sana. Unaweza kusema kwamba ni watu huko Kenya hapo ulipo, naarifiwa kwamba ulikuwa umetoka msikitini, ni idadi kubwa ya watu bila shaka waliokusanyika na kuswali pamoja. Naam, uwanja ulifurika furifuri. Uwanja ulikuwa ni huu wa Kamukunji ambao unafahamika kwa historia. Uwanja wote ulikuwa umejaa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na bado kuna wengine wameswali baada ya sala ya kawaida kisha. Sasa unaona idadi hii ya Waislamu walikuwa wamehudhuria swala ile ya Eid leo. Una ujumbe gani kwa Waislamu Ustadh Jafar, wakati huu ambapo tunasherekea Eid, lakini kwa wenzetu Afrika Mashariki ya Kati kule wapo katika hali ngumu, wanapitia vita vikali? Labda ujumbe wako kwa jamii ya Waislamu wakati huu ungeweza kusema nini Ustadh Jafar? Naam, ujumbe wangu wa Uislamu ni kwamba Allah amesema wa'tasimu bihablillahi jami'an, shikamani na kamba ya Mwenyezi Mungu kwa pamoja, wala tusifarikiane. Na katika Eid hii inatubidi sisi kama Waislamu shikamane mikono na ndugu zetu ambao kwamba wanapitia mitihani mikubwa katika maisha yao. Lazima tutoe sadaka ili tuwasaidie ndugu zetu wanaopitia matatizo katika hali ngumu walizonazo sasa.
Kwa swali la mwisho tu Ustadh Jafar, tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna namna ambavyo tunaambiwa tuishi maisha ya ndani ya Ramadhani, tuyaishi hata nje ya Ramadhani. Unaweza kushauri nini? Naam, mimi ushauri wangu ni kwamba Ramadhani ilikuwa ni chuo. Ramadhani ni chuo au ni madrasa ambayo tunapata ilmu ndani yake. Kwa hiyo japokuwa tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, yale tulojifunza ndani ya Ramadhani ni lazima tuwe nayo nje ya mwezi wa Ramadhani. Tumetoa sadaka sana, tumetoa mambo mengi ya khairati ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo pia katika masiku ambayo kwamba si mwezi wa Ramadhani, tuendelee na moyo huo wa kusaidia na kuoneana huruma. Nakushukuru sana Ustadh Jafar. Labda nirudi kwako Saumu Mwasimba, huku kukaribishana wakati wa Idi. Unajua ikifika Idi kama ulivyosema hapo awali, tunapika pamoja, tunakula pamoja. Huku Ulaya hali hiyo unaweza kuielezea? Kukaribishana hapa Ulaya, Amina, ni kitu cha tunu kabisa, kwa sababu kama unavyojua maisha ya Ujerumani au maisha ya Ulaya kwa ujumla wake ni maisha ya heka wakati wote. Katika vipindi kama hivi vya sikukuu, sherehe, basi inakuwa ni wakati adimu kabisa. Watu wanasherekea kwa kukaribishana na kukarimiana, manake vyakula teletele. Watu wanapika vile kama nyumbani, mahanjumati ya kila aina. Ndo unakuwa wakati pekee wa kuweza kutulia na kula kwa utulivu kabisa, kwa sababu kama nilivyokuambia heka zinakuwa nyingi. Lakini muhimu kabisa ni kukumbushana baada ya kula yale mavyakula chungu tele. Tunakumbushwa kwamba katika kipindi hiki pia ni muhimu katika kutoa zakatul fitri, kwa sababu ndio inafunga kabisa ule mwezi na kubeba zile saumu zetu na kuzifanya ziwe timilifu. Kwa sababu unapoitoa ile zakatul fitri ukamsaidia mtoto yatima, ukasaidia wasiokuwa nacho, ukawasaidia walioko katika hali duni kabisa, ndo unakuwa umeiongeza nguvu ile saumu yako ya siku 30 na ukapata kilichokuwa kizito. Tunasema hiyo siku ya mwisho ya kwa hiyo usile peke yako, unamkumbuka na mwenzako. Kisahani unakipitisha kidogo, unapeleka pembeni. Usikumbuke tu kutaka kununua mapashmina na nini. Zakatul fitri pia uikumbuke.